ninaimba wimbo ambao sikuwa nao zamani. Sasa ninacheza densi ya ushindi na furaha tele. Pale palipokuwa na aibu, umenipa heshima kuu. Pale palipo na haki na neema yako, umenitoa mbali, umenitoa mbali. Umeniwalisha juu ya mwamba, imara miguu yangu. Umeniweka wimbo mpya wa sifa kinywani mwangu. Siwezi kusahau kamwe Bwana, umenitoa mbali. Kwa hivyo sitanyamaza, nitatangaza wema wako maisha yangu yote, ushuhuda wa pendo lako. Kila mtu ataona na atajua kwa hakika kuwa wewe ni Mungu mwaminifu, unainua kutoka mavumbini. Umenitoa mbali, umenitoa mbali kutoka gizani hadi kwenye nuru, kutoka matopeni hadi kwenye mwamba, hadi kwenye mwamba. Asante Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunazidi kumtukuza Bwana, tunazidi kumtukuza Kristo kwa sababu ya wema wake na kwa sababu ya ile nguvu ambayo amezidi kutenda katika maisha yetu. Tunazidi kusema ya kwamba kuna Mungu aliye hai, na tunasema ya kwamba Mungu akaweze kuwabariki mahali popote ambapo unanipata ukiwa. May the Lord bless you so much. May the Lord do you good. Kwa sababu kuna Mungu ambaye aliye hai, na Mungu ambaye anayekupenda, na Mungu anayekuwazia mema. Tunazidi kumtukuza Kristo kwa sababu ya wema wake. Tunazidi kumtukuza Kristo kwa sababu ya ukuu wake, yale ambayo anazidi kutenda katika maisha yetu. Tunazidi kumtukuza jinsi alivyo. Kwa hivyo Mungu aweze kuwabariki sana kwa sababu ya kujitokeza katika mtandao katika majira ya jioni ya leo. Tuko katika kanisa la Pefa Church NYS, next to NYS Camp, Nakuru County, Naivasha Sub County, na Mungu akaweze kuwabariki sana kwa sababu ya kujitokeza mahali hapa. Tunazidi kumtukuza Kristo, tunazidi kuongea kuhusu ukuu wake Bwana, na kwa sababu yako wewe mpendwa ambaye tunayekutana na wewe katika majira ya jioni ya leo, ningependa kukuomba kwa heshima kubwa sana tunapoingia katika neno la Bwana. Kama kwa bahati nzuri haujaweza kufaidika kusubscribe our channel, ningekuomba tu kwa upendo wa Mungu ukaweze kusubscribe. Again, you can send your message kupitia hii mtandao ili tukaweze kujua vile mahali ambapo tunapata ukiwa, na itatusaidia bado katika maombi. Wakati tunapoingia katika maombi, itatusaidia kukufikia wewe mpendwa, na ili wakati tunapokuombea wewe, Mungu akaweze kukutana na mahitaji ya moyo wako. Hakuna jambo ambalo lilo zuri ambalo la kupendeza sana kama ile wakati watu wanapokutana pamoja kwa sababu ya neno la Mungu, na zaidi ya yote tukiwa tunajuana. Kwa hivyo unaweza kutuma ujumbe wako mahali pale na Mungu akaweza kukubariki sana. Siku ya jana na juzi hatujaweza kuwa katika mtandao, lakini tulikuwa katika ibada, na tunashukuru Mungu kwa sababu wakati tulikuwa mahali hapa, hata na wewe ulizidi kutuombea kama vile ambavyo tulikuwa tunakuombea mahali hapa,
na Mungu akaweze kukubariki sana tunaposhiriki katika neno la jioni ya leo. Tukaweze kuamini na kuomba pamoja. Baba yetu uliye juu mbinguni, tunasema asante kwa sababu peke yako wewe ni Mungu, kuna Mungu aliye kama wewe. Heshima na utukufu ni zako Roho Mtakatifu. Naomba Bwana, tunapoenda kumega mkate katika majira ya jioni ya leo, Roho Mtakatifu uwe mwalimu, uwe wa kutufunza, uwe wa kutuelekeza. Kila maroho yote ya kuzimu tunakataa katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, kwa sababu ya utukufu wa jina lako, ukaonekane na kutenda ukubwa zaidi na zaidi, kwa sababu unastahili. Na ni katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, tumepata kuomba na kushukuru. Sema amen. Asante. Mungu akaweze kukubariki sana, na Mungu akaweze kukutenda wema mahali ambapo uko. You can also like our channel, you can also share, you can also subscribe for the glory of God. And may the Lord do you good as we join together to hear the praise of God. Kila ambacho anachosema kwa sababu ya maisha yetu. Na katika majioni ya leo, ninakuambia mpendwa ya kwamba maisha yako hayatabaki vile yalivyo leo. Maisha yako hayatabaki vile tena. Lazima Mungu akaweze kutenda jambo katika maisha yako ambalo litakalo kukubadilishia maisha yako. Kila ambacho kitakachotendeka katika maisha yako ni kile ambacho kitakachofanya maisha yako hayatakuwa vile tena. Maana kuna Mungu aliye hai na Mungu ambaye anayeweza akafanya makubwa katika maisha yako. Kama uko na mtu yeyote ambaye ni mgonjwa na unahitaji akaweze kuguzwa, if you have any person, either relative, even yourself, na wewe ni mgonjwa, you are sick, and you are hoping that God will heal you today, please make sure you send to a message there, so that wakati tunapoomba tunaweza kukuombea. Unaweza kuwa uko na mtu ambaye ni mgonjwa, unaweza kuwa kuna mtu ambaye ni wa karibu sana, ama ni wewe ambaye unatarajia uponyaji katika maisha yako. Tuma ujumbe wako mahali pale, na Mungu atakutenda wema. Utashangaa kile Mungu atakachotenda katika maisha yako. Katika jina la Yesu Kristo utapokea uponyaji. Kuna jambo ambalo unalotamani Mungu akaweze kukutendea. Hapa ndipo mahali ambapo Mungu ataenda kukutenda uwe wema. Hapa ndipo mahali ambapo Mungu ataenda kusimama na wewe. Hapa ndio mahali tu Mungu ataenda kusimama na maisha yako. Hapa ndio mahali tu Mungu ataenda kukutetea katika kila jambo ambalo unalohitaji. Hapa ndipo tu mahali ambapo Mungu atakapoponya maisha yako. Hapa ndio mahali tu Mungu ambaye atainua maisha yako kutoka chini. Mahali ambapo umekuwa chini na unatarajia Mungu akaweze kutenda katika maisha yako. Hapa ndio mahali tu peke yake ambapo utaenda kukutana na Mungu. Umekuwa katika maono na uelewi kile ambacho unachoota, haujui yale maono ambayo ulio nayo ni aina gani. Mara mingi unaona maono ama unaota ndoto ambazo hauelewi. Unaweza ukatuma ujumbe wako mahali pale, na kwa sababu ya neema ya Mungu na kwa Roho Mtakatifu wa Bwana utaweza kusaidika kupata kujua ni nini ambayo Mungu amekuwa akikuambia lakini haujaelewa. Kuna biashara yako ambayo haiendelei vizuri, lakini unatarajia kwamba Mungu ataenda kukutetea na ataenda kufanya wema katika maisha yako. Tuma ujumbe pale na Mungu atakutenda wema. Katika majioni ya leo, jambo ambalo tunalokuambia ni ya kwamba Mungu ataenda kukutetea. Hata kama kuna waliokudharau sana, lakini kuna Mungu ambaye ataenda kukutetea jioni ya leo. Hata kama kuna watu walioona ya kwamba wewe haustahili katika jambo lolote, lakini kwa sababu ya huyu Mungu ambaye ninayekuambia katika majira ya jioni ya leo, utaenda kukutana na wema wa Mungu na Mungu ataenda kukutetea sana. Kwa sababu kuna Mungu ambaye ni wa majira ya jioni. Ni Mungu wa majira yale ambayo watu wanaona ya kwamba ni masaa ambayo yamepita. Huyo ni Mungu ambaye anayefanya mambo makubwa. Mungu asiyejua majira ya jioni.
Mungu asiyejua majira ya kuchelewa, lakini katika wakati wake mwenyewe ndio anakuja na anatenda katika maisha yako. Yule Mungu aliyetembelea nyumba ya Manoa, Biblia inasema ya kwamba walikuwa wamekaa katika mpaka uzeeni, hawajui kila ambacho watakachofanya, lakini katika kitabu hicho cha Judges ama kitabu cha Waamuzi, Biblia inasema ya kwamba ile familia ya Manoa ilikuwa imefika mwisho, lakini katika kufika mwisho, hapo ndipo Samsoni alipozaliwa. Biblia inaongea kuhusu Ibrahimu pamoja na Sara, wakati ambapo imefika majira ya jioni, mahali ambapo sasa hawana tumaini tena, mahali ambapo tumaini lao limefika mwisho. Hapo ndipo Mungu alipowatembelea. Anaongea kuhusu Elikana pamoja na Elishabethi, mahali ambapo wamefika mwisho, ndio Samueli anaonekana. Hata na wewe ninakutabiria jioni ya leo na katika majira haya, hadi mradi unamtegemea Mungu aliye hai, haya majira ambayo imefika na umekosa tumaini katika maisha yako, Mungu aliyetembelea nyumba ya Sara, aliyetembelea hiyo nyumba ya Ibrahimu, aliyetembelea nyumba ya Elikana, akatembelea hiyo nyumba ya Elikana pamoja na Elizabeth, akatembelea nyumba ya Manoa, ndio anayekutembelea katika majira ya jioni ya leo. Huyo Mungu ambaye aliyetembelea hizo nyumba ndiye anayekutembelea katika majira ya jioni ya leo. Na kama unaamini katika jina la Yesu Kristo, utakuwa na ushuhuda katika majira ya jioni ya leo. Kabla ya siku ya kesho kufika, utakuwa na ushuhuda ya kweli ya kwamba kuna Mungu aliye hai ambaye anaweza akakuja katika majira ya mwisho. Wakati wengine wamefika mwisho, anafika. Wakati wengine wamekosa tumaini, yeye anafika na anatenda katika maisha yako. Haijalishi umepitia katika mambo magapi, haijalishi umepita katika hali gani, lakini ninakuambia mpendwa, katika jina la Yesu Kristo, nikikutabiria katika uwepo na nguvu za Bwana ambazo zilizo juu ya maisha yangu, ya kwamba maisha yako hayatabaki vile tena. Na kama unaamini, mwambie Bwana amen. Ukitype katika mahali pale unaposema amen katika jina la Yesu Kristo, unaweza ukaandika pale ukasema amen. Unaweza ukatamka hilo neno katika kinywa chako na ukasema amen, kwa sababu ya kile ambacho unachokitarajia katika maisha yako. Maana Mungu ambaye ni yule Alfa na Omega anasema ya kwamba katika Ufunuo 3 pale mstari wa 20 ya kwamba nimesimama katika mlango, na yoyote ambaye atakayesikia sauti yangu na kufungua mlango wake nitaingia ndani. Huyo ndiye Mungu ambaye ninayekutabiria katika jina lake jioni ya leo, nikikuambia ya kwamba mpendwa, aidi mradi umesikia sauti ya Bwana na umesikia kile Mungu anachosema kuhusu maisha yako hayatabaki vile tena, ili mradi wewe unamtegemea Kristo, hadi mradi tu unamtegemea Mungu aliye hai, ambaye aliyemfufua Yesu Kristo, ambaye kaburi lilishindwa kumshika, ambaye hata kuzimu ilishindwa kukamata na kufanya nafasi yake. Maana yeye anaitwa Alfa na Omega, maana anaitwa Mungu wa mwanzo tena na mwisho. Anaitwa Emanueli, Mungu pamoja nasi. Anaitwa Jehova Rafa, mponyaji wetu. Anaitwa Jehova Shaloma. Anaitwa Jehova Adonai. Yeye ni Mungu ambaye asiyeshindwa katika jambo lolote. Ninakuambia ya kwamba mpendwa, katika jioni ya leo kuna jambo ambalo Mungu anakuja kufanya katika maisha yako, hadi ukaweze, watu wengine watakuja wakiuliza, ni nani ambaye aliyetenda kwa huyu? Ni nani ambaye aliyekutembelea wewe? Lakini utakuwa na ushuhuda ya kusema ya kwamba kuna Mungu ambaye niliyekutana na yeye wakati ambapo nilipokuwa nimefika mwisho, lakini kuna Mungu ambaye niliyemuona wakati ambapo wengine walikuwa wamenikataa, lakini kuna Mungu ambaye niliyemuona wakati ambapo wengine walinitupa, lakini kuna Mungu ambaye niliyemuona. Ndiye ninayekupea habari zake jioni ya leo. Aliingia katika Kanaani wakati wengine wanangojea katika sherehe ambayo walikuwa wanangoja ili wakaweze kupata
sherehe inangojewa ikaanze, lakini Biblia inasema ya kwamba kulikuwa kumekosekana divai. Lakini wakati Bwana Yesu alipofika mahali pale, Biblia inasema ya kwamba akabadilisha mambo. Wakati divai imeisha, Yesu alipotokea, mambo yalibadilika. Katika jina la Yesu Kristo, ninakuambia ya kwamba jioni ya leo, haijalishi watu wanakuona namna gani, haijalishi vile watu wanavyokuona, lakini ninakuambia ya kwamba katika jina la Yesu Kristo, ya kwamba maisha yako hayatabaki vile, maisha yako lazima yakabadilike. Biblia inaongea kuhusu Bwana Yesu aliye na nguvu na mamlaka. Katika kitabu cha John chapter 2 inaongea kuhusu wakati mmoja, wakati walipokuwa wameenda katika sherehe. Yesu ameenda katika sherehe pamoja na wanafunzi wake, na hata mama yake alikuwa karibu, alikuwa pamoja na wao. John chapter 2 verse ukianza pale mstari wa kwanza, inasema ya kwamba katika siku ya tatu, wakati walipokuwa katika sherehe pale Galilaya ya Kana, na Yesu alikuwa pamoja na mama yao, wakati ambapo wameitwa katika sherehe. Lakini kuna jambo moja lilikosekana, kuna jambo moja ambalo lilikosekana, lakini Yesu ndiye aliyekuwa solution. Yesu ndiye aliyekuwa solution katika ile jambo, ili kitu ambacho kilikuwa kimekosekana, na Biblia inakiita divai. Divai ndio ambayo ilikuwa imekosekana, wakati divai ambapo ilikuwa imeisha, lakini kulikosekana solution. Lakini kuna mtu mmoja ambaye alikuwa solution, ambaye aliyekuwa anaitwa Yesu, na mama yake akamuendea akamwambia ya kwamba divai imeisha. Yesu akamuuliza, mwanamke, uko na jambo gani na mimi? Lakini Biblia inasema ya kwamba mama wa Yesu alikuwa mtu mwenye hekima, kama vile ambavyo Biblia inaongea katika kitabu cha Methali 31. Ni nani ambaye anaweza kupata mke mwema? Yule ambaye anaweza kupata mke mwema kitu kizuri. Lakini ninakuleta katika mahali pale, nimekupeleka mahali pale nikuonyeshe vile ambavyo ukikaa na watu wenye hekima unaweza ukafaulu katika maisha yako. Mahali pale katika sherehe kulipatikana mwanamke mmoja ambaye alikuwa na hekima nzuri, na akamwambia Bwana Yesu, angalia, katika sherehe kumekosekana divai, lakini hata kama divai imeisha, mwanamke huyu alijua kuna mtu aliye na solution, na aliyekuwa na solution ni Bwana Yesu. Ninataka nikuambie jioni ya leo, katika maisha yako umepita mengi, lakini kuna mtu ambaye aliye na solution. Lakini ndio uweze kumjua, kunahitajika mtu ambaye aliye na hekima, ili akaweze kukuunganisha na huyo ambaye aliye na solution ya maisha yako, na aliye na solution yake ni Bwana Yesu. Aliye na solution ya ugonjwa wako ni Yesu. Aliye na solution ya familia yako ni Yesu. Aliye na solution ya kila ambacho unachohitaji ni Yesu. Lakini atakaye kuunganisha na yeye ni nani? Nimetumwa katika jioni ya leo kwa sababu ya maisha yako. Nimefanyika kama mama wa Yesu, ambaye aliyefanyika solution katika hii sherehe, ambaye iliyokosekana kinywaji ambacho kilikuwa cha dhamana katika sherehe. Biblia inasema ya kwamba wakati aliposikia hakuna divai, alimwendea Bwana Yesu na akamwambia, Yesu, hakuna divai. Na yeye akamuuliza, mwanamke, uko na jambo gani na mimi? Haijalishi Yesu atasema nini jioni ya leo, lakini nataka nikuambie, katika majira ya jioni ya leo nimefanyika kuwa njia ya kukuambia shida yako ambayo unayopita jioni ya leo. Hakuna mtu mwingine aliye na solution, hakuna mtu mwingine atakayekupa mawaidha, hakuna mtu mwingine atakayeponya nyumba yako, hiyo ndoa yako ambayo imekutesa kwa muda mrefu, hiyo familia ambayo imekutesa kwa muda mrefu. Hakuna
hakuna mtu mwingine aliye na solution, lakini aliye na solution ako mahali hapa. Katika John chapter 2 anasema aliwaambia wanafunzi wake, akaambia huyu mama, akaambia wanafunzi wa Yesu, ngojeni kila ambacho atakachowaambia fanyeni. Na mimi nimetumwa katika jioni ya leo nikuambie jambo ambalo utakalolifanya, na kila ambacho utakachoshikia nikikuambia kuhusu Roho wa Bwana atakayenena kuhusu Roho Yesu Kristo, ukashike hilo jambo na ukatende. Maana utakapotenda utakombolewa, utakapotenda utapona, utakapotenda utainuliwa, utakapotenda nyumba yako itapona, utakapotenda watoto wako watakombolewa, utakapolitenda hilo jambo maisha yako yatapona tena, hiyo nyumba yako itarejeshwa, hiyo afya yako itarejeshwa, hiyo biashara yako itarejeshwa. Na hili ndilo jambo ambalo nataka nikuambie. Yesu alipogeuka aliwaambia ya kwamba katika pale mstari wa 7, jazeni mabakuli ama yale mabirika yalikuwa mahali pale, myajaze na maji. Na mimi ninakuambia ya kwamba jaza roho yako na neno la Bwana katika majira ya jioni ya leo, ukajaze roho yako na imani, ukajaze roho yako na imani. Maana hapo ndipo mahali ambapo Roho Bwana anapoingia katika roho yako na akaweze kutenda. Maana Biblia inasema ya kwamba katika Waebrania 11 ya kwamba imani ni kutazamia mambo ambayo hayawezi yakaonekana kwa macho. Hayo mambo ambayo hayaonekani kwa macho, ambayo ilifanya Sara acheke wakati ambiwa tazaa mtoto, wakati ambapo anaambiwa tazaa mtoto anafanya kucheka, maana anaona miaka yake imeenda. Lakini ninakuambia ya kwamba Yesu aliambia hii watu ya kwamba, aliwaambia hawa watu wanafunzi wake ya kwamba jazeni mabirika na maji. Ilionekana ni kama ni mzaa, ilionekana kana kwamba ni mchezo, lakini yalipojazwa na maji, yale mabirika yalipojazwa na maji, yalikuwa mabirika 12. Yalipojazwa na maji, Yesu akawaambia ya kwamba yachoteni na muende mkapelekee kiongozi wa sherehe. Na yeye alipoenda akayaonja, akalishangaa kwa sababu yalikuwa divai, ilikuwa nzuri sana, bila yeye kujua hii haikuwa divai, lakini ilikuwa maji, ilikuwa tu ni maji, lakini yamefanyika divai. Mpendwa, ninataka nikuambie, imani ni kutazamia mambo ambayo yasionekana kwa macho, mambo yasionekana katika macho ya kawaida, mambo ambayo katika kuwaza kwako hayawezi yakafanyika. Lakini yule malaika ambaye anaitwa Gabrieli alipotumwa kwa Maria, na Maria akamuuliza, itafanyikaje mimi ambaye nisiyejua mwanaume niweze kupata mtoto? Lakini malaika alimwambia ya kwamba kile kisichowezekana kwa mwanadamu kinawezekana kwa Mungu. Katika majira ya leo ninataka nikuambia ya kwamba kile ambacho kisichowezekana kwako, kile ambacho kisichowezekana kwa mke wako, kile ambacho kisichowezekana kwa wazazi wako, kile ambacho kisichowezekana kwa kiongozi yule ambaye kuongoza kwa kazi, kile ambacho kisichowezekana wakati uko na pesa na mali, kinawezekana kwa Bwana Yesu. Kitu ambacho kinachohitajika jioni ya leo ni imani yako kainue leo, ni imani yako kainue tena, ni imani yako kairejeshe kwa Bwana katika jina la Yesu Kristo. Na ninakutabiria jioni ya leo ya kwamba wewe sio mtu wa kurudi nyuma, ya kwamba wewe hautaanguka tena, ya kwamba familia yako lazima ikasimame. Kama uko na imani jioni ya leo ya kwamba haya maisha ambayo umeyapitia hautayapitia tena katika jina la Yesu Kristo. Biblia inasema ya kwamba wakati walipopeleka ile divai ambayo
ambayo ilikuwa ni maji ikapelekwa kwa kiongozi wa sherehe. Anasema ya kwamba katika pale mstari anasema ya kwamba ilikuwa ni nzuri sana, na akawauliza kwa nini mnaleta divai ambayo ni mbaya wakati ambapo sherehe imeendelea, na mnajua kama sheria divai ambayo ni mbaya ndio ambayo huletwa baadaye, na ile nzuri ndio inakuanga ya kwanza. Ninataka nikupatia ufunuo jioni ya leo kupitia maandiko ya Bwana katika hili neno ambalo linalosemekana ya kwamba divai ambayo ilikuwa mbaya ndio iliyotangulia na ile iliyokuwa nzuri ikaletwa hatimaye. Ninataka mpendwa nikupatia ufunuo ambao unatokana katika neno hii ambayo inasema hili jambo. Ninataka nikuambie ile divai ambayo iliyokuwa ya kwanza haikuwa mbaya hata kidogo, na wala ile iliyoletwa baadaye sio kwa sana, lakini nataka nikuambie katika jina la Yesu Kristo ya kwamba ile divai ambayo iliyokuwa ya Bwana Yesu ndiyo ilikuwa bora kuliko zao. Wao walikuwa wamekunywa divai nzuri, lakini ya Yesu ilikuwa zaidi yao. Katika majira ya jioni ya leo, ninataka nikuambia ya kwamba wakati Yesu ametokea katika maisha ya mtu, maisha yake inakuwa bora kuliko waliotangulia. Kila ambacho Yesu anachokifanya kinakuwa bora kuliko kila watu wengine walifanya. Agari alikuwa na mtoto aliyempa Ibrahimu, lakini Isaka alipokuja alikuwa bora. Ishmaeli hakuwa bora kuliko Isaka. Ndio maana Mungu anamwambia ya kwamba hata kama umebariki, unataka Ishmaeli akabarikiwe, lakini Isaka atakayezaliwa atakuwa ndiye mtoto wako na ndiye atakaye kuwa mrithi wako. Ninataka nikuambia mpendwa jioni ya leo, kila ambacho Mungu anakuja kufanya kwako ndicho kitakachokuwa bora kuliko vitu vyote ambazo zilizotangulia. Kila ambacho Mungu anakuja kufanya katika maisha yako kitakuwa bora. Angalia maandiko inauliza, huyu jamaa kiongozi ambaye ni wa sherehe aliuliza, kwa nini mnaleta divai ambayo iliyokuwa mbaya zaidi? Lakini nimekuambia ya kwamba sio kwamba ile divai ilikuwa mbaya, ilikuwa ni nzuri, lakini kile ambaye Yesu aliyokuwa amefanya ilikuwa bora kuliko vyote. Katika jioni ya leo, ninataka nikuambie mpendwa, katika jina la Yesu Kristo, kuna watu ambao walioa vizuri, lakini ndoa yako ambayo umeiweka ndani ya Kristo itakuwa bora kuliko ndoa za wengine. Kuna watu ambao waliopata kazi, lakini si kwamba kazi zao zilikuwa mbaya, lakini kazi yako ambayo Yesu anakupea itakuwa bora kuliko za wengine. Katika jina la Yesu Kristo, kuna watu waliokuwa na watoto ambao waliojulikana ni wazuri, lakini ninakuambia mpendwa jioni ya leo, huyo watoto wako watakuwa bora. Watoto wako watakuwa bora kuliko wa wengine. Watoto wako watakuwa wazuri kuliko wa wengine. Kuna watu walikuwa na waume wazuri, lakini wewe utakuwa na mume mzuri kuliko watu wale wengine. Kuna watu waliokuwa na wake, lakini kuna wewe ambaye umekutana na Bwana jioni ya leo, ambaye mke wako atakuwa bora katika jina la Yesu Kristo. Kuna watoto ambao waliosoma, lakini watoto wako watakuwa bora, watakuwa wema zaidi. Watoto wako watakusaidia, maana Biblia inasema ya kwamba katika kitabu cha Zaburi 127 ni ya kwamba watoto they are our inheritance, ambao wanatoka kwa Bwana, ama ndio urithi unaotoka kwa Bwana. Ninataka nikuambia ya kwamba una watu waliotangulia
katika maisha haya, lakini wewe utakuwa bora katika jina la Yesu Kristo. Wewe bora, ninataka nikuambie, mali ambapo utakapojaza maji sio mali pengine, lakini ni katika moyo wako. Ninataka ukajaze imani katika moyo wako jioni ya leo. Yesu aliwaambia ya kwamba jazeni mabirika maji, na mimi ninataka nikuambie, jaza moyo wako na imani. Ile Ibrania 11, wacha ikawe ndio jambo lako jioni ya leo, wacha liwe ndio sauti yako jioni ya leo. Waibrania 11, wacha liwe ndio sauti yako jioni ya leo katika jina la Yesu Kristo. Aliwaambia ya kwamba jazeni mabirika, nami ninakuambia ya kwamba maana Bwana amenituma jioni ya leo. Jaza imani katika jina la Yesu Kristo. Na wewe ambaye ni mgonjwa, pokea uponyaji. Na wewe ambao unataka biashara yako ifaulu, pokea hiyo neema katika jina la Yesu Kristo. Wewe ambao unangoja promotion katika kazi yako, pokea hiyo katika jina la Yesu Kristo. Na wala usipite shortcut kama Daudi alipopenda mke wa Uria, alipita shortcut akaenda akamuoa Uria ili akaweze kupokea hiyo mke wake. Ninakuambia jioni ya leo, usipite shortcut katika jina la Yesu Kristo, maana hiyo shortcut ukiipita kuna consequences katika maisha yako. Kama uko tayari kubeba consequences, utapita shortcut, lakini kama uko tayari kubeba baraka za Mungu, utakumbuka maandiko inasema ya kwamba baraka za Mungu haziongezi huzuni, na kitu ambacho kitafanya ukatembee katika imani ni kubeba Ibrania 11 anayesema ya kwamba imani ni kutazamia mambo ambayo yasionekana katika macho. Ninakuambia mpendwa ya kwamba umekimbia kwa waganga muda mrefu, lakini haujapata msaada. Umeangalia mume wako, mke wako, umeangalia hata watoto wako, umeangalia wazazi wako pate msaada, lakini haujapata msaada. Ninataka nikuambie jioni ya leo, Bwana Yesu amenituma katika maisha yako nikakuambia ya kwamba wewe ni mshindi, na utakuwa mshindi juu ya washindi, utakuwa mshindi zaidi ya washindi, utakuwa mshindi juu ya washindi katika jina la Yesu Kristo. Usiangalie mali pengine, lakini ukatazame imani yako, nayo ikakusaidie katika jina la Yesu Kristo. Umepita katika njia gani na hujapata tumaini? Umepitia mengi magapi, lakini haujapata mtu wa kukusaidia? Umepita katika magapi, umepitia magapi, lakini haujapata mtu wa kukusaidia? Wengine wanakuja wanakukopa, lakini hawakulipi. Wengine wanakuja wanakuitisha hata mali yako na warejeshi. Wengine hata walichukua maguo yako, lakini hawajarejesha. Ni watu wamefanya moyo wako uumie. Ninataka nikuambia mpendwa, jioni ya leo, Bwana Yesu amenituma katika malango yako, lakini ukatazame Ufunuo 3 mstari wa pale wa 20, anasema ya kwamba yule atakayesikia nikiwa nimesimama katika lango na tafungua mlango wake, mimi nitaingia na nitakula naye. Bwana Yesu amenituma jioni ya leo nikasimame katika lango lako la moyo wako na katika roho yako, ili ukaweze kusikia sauti ya Bwana na ukaweze kushikia na kutenda hili jambo la imani. Ukainue moyo wako kwako, ukainue roho yako kwake Bwana Yesu, na yakatende katika maisha yako. Na jambo ambalo utakalotenda jioni ya leo ni kuinua imani yako zaidi, ni kuinua imani yako kwa Bwana Yesu, ni kuinua imani yako kwake Elohim aliyesema ya kwamba jazeni mabirika na maji, na wakati ilipoonjwa ilikuwa bora. Wewe ndiye ambaye ninayekuambia ya kwamba
katika majira ya jioni ya leo. Umesikia neno la Bwana na unataka kwenda kukutana na Kristo jioni ya leo, kuingia katika imani na yeye. Ninataka ukaweze kuinua mkono wako juu na kutamka hili neno nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, ninakupenda Bwana, ninakupenda Bwana, wewe ambao uliyenifia katika maisha yangu na ukaondoa dhambi zangu na makosa yangu. Ninaamini katika jioni ya leo ya kwamba maisha yangu hayatabaki vile tena, na utaenda kuponya hata roho yangu ile ambayo iliyonishinda. Wewe Yesu unaweza. Kumbuka nyumba yangu, kumbuka maisha yangu katika jina la Yesu Kristo. Na kama hujaokoka jioni ya leo, ninataka nikuambie heri ukaweze kuokoka, maana maandiko inasema ya kwamba Bwana apendezwi na kifo cha mtu ambaye hajaokoka. Sijakuambia ya kwamba unakufa, lakini ninakuambia ya kwamba Mungu anapendezwa na wewe ukiwa ndani yake, maana John chapter 1 verse 12 inasema ya kwamba na wote waliomwamini walifanyika wana wa Mungu. Ninataka nikuambia ya kwamba mpendwa, heri ukaweze kuwa mtoto wa Mungu. Watu watakapokuchukia, kama vile Matthew chapter 5 anasema ya kwamba kama mtachukiwa kwa sababu yake Bwana, ni heri nyinyi ambao mtakayechukiwa na kutendewa mabaya kwa sababu ya Bwana. Jioni ya leo mpendwa, Bwana anakupenda, Bwana anakuwazia mema, Mungu anakuwazia mazuri, na ndio maana amenituma katika malango yako, ndio maana amenituma katika maisha yako, ndio sababu amenituma kwako katika jina la Yesu Kristo. Wewe ambao unayeamini na wewe ni mgonjwa, shika hapo mahali ambapo panapouma katika majira ya jioni ya leo. Shika hapo mahali ambapo panapouma katika jina la Yesu Kristo, na mkono wa pili ukashika shimo katika jina la Yesu Kristo. Ninatamka uchungu wote ninauondoa katika mwili wako katika jina la Yesu Kristo. Ninatamka uponyaji, uchungu wote ukakuondoke in the mighty name of Jesus. Uchungu ukaondoke ndani ya mwili wako, uchungu ukaondoke ndani ya mwili wako, na kila maroho yote yaliyotumwa kinyume na wewe ninayatamkia katika jina la Yesu Kristo jioni ya leo ya kwamba imekuachilia in the mighty name of Jesus Christ. Na unayeamini kwa sababu ya mpendwa na mtu wako ambaye ni mgonjwa, utatamka jina lake jioni ya leo. Ninapoomba kwa sababu yake, umtamke kwa jina lake, umtamke kwa jina lake, na katika jina la Yesu Kristo uinue mkono wako mmoja kwa sababu ya maisha yake na ukaweze kumwaminia in the mighty name of Jesus. Ninatangaza juu ya huyu mpendwa ambaye ameaminiwa jioni ya leo katika jina la Yesu Kristo. Ugonjwa umekuwa ndani yake kwa muda mrefu, lakini katika nguvu na uweza na mamlaka yako Yesu ambaye ulionipa, ninatangaza uponyaji juu yake in the mighty name of Jesus. Akapone ugonjwa, umuondokee huyu ambaye ako ICU, huyu ambaye amelala katika kitanda cha ugonjwa. Ninatangaza uponyaji juu yake masaa haya in the mighty name of Jesus, katika jina la Yesu Kristo. Na wewe ambao unayeamini kwa sababu ya biashara yako, unayeamini kwa sababu ya kazi yako, unayeamini kwa sababu ya nyumba yako, na unataka Bwana akaweze kuirejesha, inua tu mkono wako juu majira haya na ukaweze kutamka hilo jambo ambalo Mungu unataka akaweze kukutendea. Huyu Yesu ako na nguvu na mamlaka, na kwa sababu amenituma kwako, hautabaki vile tena katika jina la Yesu Kristo. Tamka hilo jambo ambalo nataka Mungu akutendee, hilo jambo ambalo nataka Mungu atende katika maisha yako, litamke katika jina la Yesu Kristo, na Bwana Yesu akakutendee katika jina la Yesu Kristo. Baba yangu, ninatamka majira haya kwa nguvu ambazo ulizonipa na mamlaka
Angalia huyu mpendo, kuna jambo ambalo ametamka kwa kinywa chake, akisema ya kwamba anataka Bwana ukamtendee. Wewe ambao uliyesema maji yeko kwa mabirika, na wakati ilipoonjwa ikawa imekuwa divai, ninatangaza katika jina la Yesu Kristo. Angalia Bwana, katika Waebrania 11 unasema ya kwamba imani ni kutazamia mambo ambayo yasionekana katika macho, lakini yanatendeka katika majira ya jioni ya leo. Unasema ya kwamba impossibility kwako ni possibility, na ninatangaza katika jina la Yesu, huyu mpendo kuna jambo ambalo ametangaza na akadiklia kwa kinywa chake kupitia kwa neno la mtumishi wako. Sasa ninatamka ya kwamba limetendeka, ninatamka ya kwamba limetendeka, nimetamka ya kwamba limetendeka. Hilo jambo ambalo amekuaminia, ninatangaza limetendeka jioni ya leo, in the mighty name of Jesus. Katika jina la Yesu Kristo, wewe ambao unayetaka ndoa yako, ninatangaza irejeshwe. Wewe ambao unataka watoto, ninatangaza watoto wako warejeshwe. Wewe ambao unataka afya, ninatangaza afya yako ikarejeshwe, kama ya Ayubu ikarejeshwe jioni ya leo. Wewe ambao unayetaka kazi nzuri, ninatangaza hiyo kazi ikaletwe. Wewe ambao unayeamini ya kwamba Mungu anatenda katika maisha yako, sasa amekutendea na ukapokee katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu uliye hai. Asante kwa sababu ya jioni ya leo. Roho Bwana umetenda katika maisha ya wapendwa. Bwana Yesu, achilia neema yako na kibali na nguvu zako Bwana zikazidi kuwa juu ya maisha yao, maana Bwana hakuna Mungu aliye kama wewe. Wewe mpendwa ambaye umeshiriki katika ibada ya jioni ya leo, Mungu ako na sababu na maisha yako, na Mungu anateta na wale ambao watakaoteta na wewe, maana Mungu amenituma kwako ili akaweze kukutetea wewe. Na kama hujaokoka na unatamani kuokoka, jambo ambalo lililo muhimu tunapotimiza neno la Bwana jioni ya leo, katika John chapter 3 verse 16, Biblia inasema ya kwamba kwa sababu ya hii Yesu aliweza kuja ili tukaweze kuokolewa. Isaya 1:14, moyo usije ukafa moyo katika jambo lolote, maana kuna Mungu anaye kutetea kila saa. Kama hujaokoka, nilikuwa ninakuambia, Biblia inasema ya kwamba usije ukaangalia dhambi zako. Kama Isaiah chapter 55 inasema ya kwamba sikio la Mungu sio nzito ili Mungu asije akakusikia, wala mkono wa Mungu sio mfupi ili asije akakuokoa, lakini dhambi hizo zinazotutenganisha na yeye. Lakini Isaiah 1:18 anasema ya kwamba njoo kwangu, hata kama dhambi zako ni nyeusi namna gani, nitazisafisha, zitakuwa nyeupe kama theluji. Huyu Mungu ambaye anayesema ya kwamba hivyo, anayesema hivyo, ndiye Mungu ambaye tuliye naye jioni ya leo, na ndiye ambaye ninayekuunganisha na yeye katika majira haya, nikikwambia kwamba Mungu hawezi akakuacha, na wala Mungu hawezi akaacha ukateseke. Lakini unapojiunganisha na yeye na unafanyika mwana, basi wewe uko salama, uko katika hali ambayo ni muhimu sana kuliko mambo yote. Fedha na dhahabu zinaweza kuisha, vitu ambazo marafiki wanaweza kukupea zinaweza kuisha, lakini kilicho cha Mungu hakiwezi kikaisha. Bwana Yesu atukuzwe. Hakiwezi kikaisha. Kama unataka kuokoka, nataka tu ambapo uko kwa imani na katika neno ambalo tumeshiriki katika majira ya jioni ya leo,
Amini ninapokuombea. Omba ili ombi nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, nimekuja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Jioni ya leo ninakiri dhambi zangu na makosa yangu. Yesu, kanisamehe niliyoyatenda nikijua na niliyotenda bila ya kujua. Naomba Yesu kanisamehe na ukafute jina langu kwa kitabu cha mauti na ukaliandike kwa kitabu cha uzima. Shetani na kazi zake zote nimezikataa. Kutoka leo mimi ni mtoto wako. Naomba Yesu ukanipe Roho Mtakatifu, ukanijaze na Roho Mtakatifu, akawa mwalimu na kiongozi wangu kuanzia leo hadi milele, katika jina lako takatifu. Amen. Sema amen. Kutoka siku ya leo, mpendo, umeokoka na ukatembee katika njia za Mungu. Utasoma katika kitabu cha John chapter 1 verse 12. Biblia inasema ya kwamba na wote waliompokea Yesu Kristo walifanyika wana wa Mungu. Kuanzia siku ya leo, katika majira ya jioni ya leo, wewe ni mwana wa Mungu na umefanyika kuwa mwana wa Mungu. Na Warumi 8 inasema ya kwamba hakuna hukumu juu ya yule aliye ndani ya Kristo. Kutoka siku ya leo hakuna hukumu juu yako. Hakuna atakaye kuhukumu. Shetani hatawahi kukuhukumu, wala matendo uliyoyatenda hakuna hukumu tena juu yako, maana uko ndani ya Kristo, maana uko ndani ya Mungu. Unaweza kuwa unatamani kuombewa. Unaweza kuwa unatamani kukutana na kujua jinsi ambavyo utakavyofika katika kanisa letu, ama unaweza kuwa unatamani kutoa ushuhuda wako. Unatamani kutoa ushuhuda wako na haujui jambo ambalo unaweza ama njia ambayo utakayotumia. Kuna namba ambayo nitakupea, ambao ukitamani kuongea na mimi ama kupatana na mimi ama kufika katika madhabahu utaitumia, ambayo ni 0759123331, ama kwa kizungu 0759123331. Bwana Yesu akakubariki. Tunapozidi kushiriki pamoja, tukutane katika ibada ingine katika majira ya jioni. Tunaendelea na ibada. Ukihitaji kufika katika madhabahu ama katika kanisa hili, bado katika hiyo namba utaweza kupiga na utasaidiwa kufika katika kanisa. So Mungu akaweze kuwabariki na akaweze kuwatenda mema. Shalom, shalom. Kwa sababu Mungu anakupenda sana. Hiyo namba ambayo tumepeana pale, ndio unaweza kutuma communication yote. Maybe unaweza kutuma message, unaweza kutuma
ujumbe unaweza kupiga kwa wakati wowote, na Mungu akubariki kwa sababu ya utukufu wa Mungu. Mungu akaweze kuwabariki na kuwatenda mema. Amen. 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 Nakumbuka zile siku za giza nene maishani, nilipokuwa nimekwama kwenye shimo la kutamani. Nilikosa matumaini, nilikosa mwelekeo, nikiishi kwa machozi mengi bila kujua kesho. Lakini uliposikia kilio, uligeuza hali yangu, ukaninua kwa mkono wako, ukaweka nyimbo kinywani mwangu. Nililia, ulisikia, nilipotea, ulinishika, nilidharauka, ulininua. Bwana, wewe ni mwaminifu, umenitoa mbali, umenitoa mbali Bwana, umenipandisha juu ya mwamba imara miguu yangu, umeniweka wimbo mpya wa sifa kinywani mwangu. Siwezi kusahau kamwe Bwana, umenitoa mbali. Sasa ninaimba wimbo ambao sikuwa nao zamani. Sasa ninacheza densi ya ushindi na furaha tele. Pale palipokuwa na aibu, umenipa heshima kuu. Pale palipokuwa na huzuni, umejaza kicheko kinywani. Umebadilisha historia ya maisha yangu Bwana, umenivisha vazi jipya la haki na neema yako. Umenitoa mbali, umenitoa mbali, umenirudisha juu ya mwamba imara miguu yangu, umeniweka wimbo mpya wa sifa kinywani mwangu. Siwezi kusahau kamwe Bwana, umenitoa mbali. Kwa hivyo sitanyamaza, nitatangaza wema wako maisha yangu yote, ushuhuda wa pendo lako. Kila mtu ataona na atajua kwa hakika kuwa wewe ni Mungu mwaminifu, unayainua kutoka mavumbini.